Katika kuelekea kilele cha siku ya wanawake kote duniani, halmashauri ya wilaya ya Karagwe kupitia ofisi ya maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wameshiriki katika matendo ya huruma katika shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum Kitengule wilayani Karagwe, pamoja na kushiriki katika shughuli za kijamii katika ujenzi wa zahanati kata ya Kihanga. Kwa hiyo tulishajiwekea utaratibu kupitia kamati ya maandalizi ya sherehe ya wiki ya wanawake duniani kwamba angalau tushiriki na watoto wetu wenye mahitaji maalum, kushirikiana nao furaha hii, si ndio? Kwamba hawa ni watoto wetu, tuwakumbuke, tuwaletee angalau chochote, tufurahi pamoja, si ndio jamani? Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kuwatia moyo, kuwaletea salamu za upendo, si ndio? Kutoka kwa wanawake wa Karagwe na wadau, lakini na serikali kwa ujumla. Kwa majina mimi naitwa Priska Deogratias Gerazi. Nimefurahia kuwaona, pia na wanafunzi wenzangu wamefurahia kuwaona. Asanteni kwa zawadi mlizotuletea. Wageni wetu tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa zawadi mlizotuletea, angalau za kuwatia watoto wetu moyo, lakini pia kuhamasisha na kuona kwamba na wao wajisikie, wajione kwamba na wao ni kundi sawa na watu wengine. Tunashukuru sana na tunawaombea kwa pale mlipotoa, Mwenyezi Mungu aweze kuwazidishia maradufu. Tunao watoto wenye mahitaji maalum katika makundi mbalimbali. Tunao watoto wenye ukiziwi, watoto wenye ulemavu wa akili, watoto wenye ulemavu wa viungo na watoto wenye ualbino. Kuna baadhi ya watoto hao wenye ulemavu wa viungo wanapitia changamoto mbalimbali. Mfano, tunao baadhi ya watoto ambao kulingana na ule ulemavu walionao, wanapoenda chooni kujisaidia, wakifika kwenye tundu la choo ni lazima wakae. Kiafya sio nzuri. Tunaomba, na kabla ya kuomba, leo waliotutembelea wametuletea kiti ambacho katikati kuna shimo ambalo na mtoto akikaa pale anajisaidia. Kwa hiyo kidogo hilo tumelipunguza, lakini tunaomba kama tutajengewa choo cha watoto hawa ambao wanapoenda vyooni wanafika wanakaa kwenye tundu la vyoo ili kunusuru afya zao, tutafurahi sana. Tuna miradi mbalimbali ya jamii. Mingine tumeianzisha sisi, nyingine wameanzisha wadau, nyingine ameanzisha nani? Serikali. Lakini miradi hii haiwezi kukamilika bila michango ya tolea nguvu zenu kuwa na vionwa, si ndio? Kwa mfano kama hivi mawe, sawa, maji, ndio, na nguvu kazi ambazo mnazo nyinyi. Sawa, maeneo mengi tumeshindwa kujitolea. Kwa hiyo unakuta mradi umeanzishwa unabaki tu. Wakati ukishauanzisha kama jamii, ni wajibu wenu kukamilisha, si ndio jamani? Serikali ikija iwakute mnapambana. Wadau wakija wakute mnapambana. Wasipofika nyinyi pambaneni, kwa sababu ule mradi ni wa kwenu na mmeuanzisha nani? Nyinyi, sawa? Hata hivyo, wametumia wasaa huo kutoa elimu ya masuala mbalimbali yanayowahusu wasichana katika chuo cha mafunzo ya ufundi VETA Karagwe, ikiwa ni sehemu ya kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka 2026. Lakini sasa hivi shikamoo haipo. Mtoto mdogo unapomkutana mtu mzima unaambia shika. 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 Sasa shika maana yake ni nini? Ni shikamoo, ni shika ni nini? Kwa wanawake wenzangu, neno langu ni kwamba tujitie moyo kwanza, sisi wenyewe tujisimamie. Ukijipenda mwenyewe utapendwa. Ukijisimamia utasimamiwa, na tusitegemee nguvu za mtu yeyote. Ujitegemee kwanza na mpo uje utegemezwe.